Kuna binti mmoja alinipigia simu akaniuliza, mwalimu, naomba nifahamu kati ya baba na mama ni nani mwenye nafasi ya kubariki? Kati ya baba na mama ni nani mwenye nafasi ya kutoa baraka kwa watoto? Kati ya mama na baba. Nikaona hili swali sijawahi litegemea kama kuna mtu angeweza kuniuliza siku moja swala namna hii. Kati ya mama na baba, nani ana nafasi kubwa ya kubariki watoto? Sasa hii hapa inatofautiana kati ya jamii na jamii, na Mungu anaheshimu desturi za jamii na jamii. Umeona? Kuna baadhi ya jamii nyingine mama ana nguvu kuliko baba, na kuna baadhi ya jamii nyingine baba ana nguvu kuliko mama. Kwa hiyo huwa inatofautiana kati ya jamii na jamii. Lakini ukiniuliza kibibilia, ni nani mwenye nafasi ya kutoa baraka kibibilia, mwanamume ama baba ndo mwenye neno la baraka kwa watoto, kwa uzao, kwa sababu uzao unapitia kwa baba. Kwa baba ndo mwenye uwezo wa kutoa neno linalosimama na maisha ya mtoto. Lakini katika jamii zetu za Kiafrika imekuwa kama vice versa. Sasa hivi mara nyingi watoto huchukua baraka kwa mama. Umeona? Na baadhi ya watu wamepishana na wazazi wao, wamepishana na wazee wao. Kwa hiyo wanamweka mama katika nafasi zote ya baba, anamweka mama katika nafasi ya mama. Yaani katika nafasi zote mbili, mama anamweka katika nafasi ya baba na ya mama. Kwa mama ndo atatoa neno juu ya maisha yake na wala si baba yake. Umeona? Sasa labda niseme tu kitu kimoja, ni kwamba sisi Wakristo tumefundishwa kusamehe. Tumefundishwa kusamehe. Naongea na vijana ambao wazazi wao waliwatenda mambo mabaya. Kuna wadada wapo hapa wananisikiliza, wazazi wao waliwabaka wakiwa wadogo, hawajawahi kusema popote, wanaishi nalo moyoni, lakini katika moyo wake amesema kwamba sitakaa kuja kumsamehe baba yangu, au kuja kusema nimewahi kuwa na baba, aidha anaishi au amekufa, sitaweza kuja kusamehe baba yangu. Kuna vijana pia wametendwa vitu vya vibaya na wazazi wao, hawana pa kusemea, wamebaki na uchungu mkubwa sana mioyoni mwao. Naombeni nataka niongee na nyinyi jambo hili kwamba tunapofundisha msamaha, hatufundishi kitu rahisi. Msamaha sio kitu rahisi. Msamaha si kitu chepesi. Msamaha ni kitu kikubwa. Msamaha ni kitu kizito. Msamaha ni kitu ambacho ni tofauti na tunavyokiongea. Tunaposema nimekusamehe, msamaha ni hatari. Naomba tu nipate siku tujifunze kwa habari ya kitu kinaitwa msamaha. Kama utakuwa tayari, utaniambia hapo kwenye comment. Tujifunze kwa habari ya kitu kinaitwa msamaha. Lakini leo sikuwa nataka nifundishe somo la msamaha, lakini nimejikuta tu nawiwa kusema hiki kitu, samehe. Haijalishi amekufanya nini mzazi wako, msamehe. Msamehe. Wewe msamehe. Alafu nataka nikueleze, tunaposamehe, hatusamei kwa sababu ya waliotukosea. Tunasamehe kwa sababu yetu sisi. Msamaha ni kwa ajili yangu mimi, ni tiba kwangu mimi, ni dawa yangu mimi. Kwa mimi ninaposema na kusamehe, sikusamehi kwa ajili yako, na kusamehe kwa ajili ya nafsi yangu mimi. Mimi ndo ninayefaidika nikikusamehe kuliko yule nikosea. Kwa hiyo ninapokuomba usamehe, ni kwamba ni kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili aliyekufanyia hicho kitu, ni kwa ajili yako wewe. Umeona? Sasa turudi kwenye swali la msingi kwamba kati ya mama na baba. Umeona? Baba ndiye ana nafasi kubwa ya kubariki.
Kama baba yako yuko hai, nenda kamuombe akutamkie neno katika maisha yako. Lina nguvu sana, na Mungu kaweka nafasi ya baba wa kiroho, yani viongozi hao wanaotuongoza sisi katika masuala ya kiroho, lakini kuna baba wa kimwili. Baba wa kiroho hawezi akachukua nafasi ya baba wa kimwili. Hii watu walokole, hasa walokole, hii hapa nafikiri wengi sana wanajisahau. Wanatelekeza wazazi wao wa mwilini wakiwatunza wazazi wa rohoni. Nataka niwaelezeni kwamba asiyetunza wa kwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Asiyewatunza wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Yaani bora mpagani kuliko wewe ambaye uko ndani ya nyumba ya Mungu alafu wazazi wako wanateseka upo tu. Wewe ni mbaya sana. Tena bora hata hao ambao unawaona wabaya. Hao watafu kimaandiko, kibibilia. Kwa hiyo nataka nielezeni, wazazi wa kiroho hawachukui nafasi ya wazazi wa kimwili. Nafasi ya wazazi wa kimwili iko pale pale. Tunza wazazi wako wa kimwili, heshimu wazazi wako wa kimwili, wapende wazazi wako wa kimwili, na waombe wazazi wako wa kimwili wakutamkie mema juu ya maisha yako. Haijalishi ni mlevi, haijalishi ni mchawi, haijalishi sijui ni mwenda wazimu. Kama ni mzazi wako wa kimwili, ana nafasi ya kukutamkia neno jema katika maisha yako. Hiyo nafasi hajapewa na mwanadamu yoyote, amepewa na Mungu. Nafasi ya kukutamkia kapewa na Mungu. Kwa hiyo muombe akutamkie chochote kama anaishi. Mbariki mzazi wako. Furahisha moyo wa mzazi wako. Furahisha moyo wa mzazi wako. Sio, unanielewa? Nikupe tu mfano wa kibibilia ni kwamba mama anaweza akajua hatima ya mtoto wake. Mama anajua hatima ya mtoto wake kwa sababu mtoto wake amekaa tumboni kwake miezi 9. Kwa kati ya mama na baba, nani anayemfahamu vizuri sana mtoto? Ni mama. Mama anamfahamu mtoto vizuri kuliko baba. Sijui kama unanielewa. Mama anamfahamu mtoto vizuri kuliko baba. Kakaa tumboni mwake miezi 9. Kanyonya kifua chake. Sijui unanielewa. Kakaa kwenye mgongo wake. Umeona? Kaanza kutembea hivi. Kwa mama anamfahamu mtoto kuliko baba. Na wakati fulani mama anaweza akaifahamu hatima ya mtoto kuliko baba. Lakini ile hatima ya mtoto uishikiliwa na baba, pamoja na kwamba mama anaifahamu, ila anashikilia baba. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, utagundua pale Rebeka alikuwa anaifahamu hatima ya mtoto kabla hata hawajazaliwa. Hatima ya Esau, hatima ya Yakobo, Rebeka alifahamu kabla hawajazaliwa. Lakini aliyeshikilia ufunguo wa hizo hatima alikuwa ni Isaka, baba yao. Ijapokuwa baba hajui hatima za watoto wake. Sijui anaelewa. Asijui, yeye haelewi. Kwanza yeye anampenda mtoto ambaye hayupo kwenye agano la Mungu, ambao Mungu anataka kufanya naye agano. Yeye ndo amempenda. Haelewi chochote baba. Ila mama anajua siri zote. Lakini kwa nini mama asimbariki Yakobo, kwamba abarikiwe akambariki Yakobo? Kwa nini unafikiri Rebeka akamwambia nenda kwa baba yako akutamkie baraka? Kwani Rebeka hakuwa na, wewe si ni mzazi? Kwa nini hakuwa na sehemu ya kusema kitu kwa watoto wake? Alikuwa na, kwa sababu Rebeka amewalea wale watoto, kawanyonyesha, kawatunza, wamekuwa watu wazima na anawapenda watoto wote. Ila Rebeka alishikamana na mtoto mwenye nini? Mwenye agano. Sasa Rebeka anataka hii baraka impate Yakobo. Kwa nini asiitoe yeye? Akasema nenda kaandae chakula kimpendezacho moyo baba yako, alafu ukampe akubariki. Yakobo sasa, mimi sijui anachokipenda. Sasa mimi mama yako ndo najua baba yako anapenda nini. Ndakiandaa, kampe baba yako chakula, alafu ukishampa baba yako hicho chakula atakubariki. Kwa nini? Kwa sababu ufunguo wa baraka utoka kwa baba. Umenielewa? Utoka kwa baba. Sasa nafasi ya mama katika baraka ni ipi? Nafasi ya mama huwa katika moyo. Nafasi ya mama huwa katika moyo. Unajua mara nyingi wazazi wakikasirika, unakuta wazazi wa kiume waga ndo wanaongeaga kwamba wewe sio mwanangu, ondoka hapa nyumbani. Sio, wakina mama waga hawaongeagi sana. Kwa sababu gani? Wakina mama hatakiwi kusema ubarikiwe. Unapoenda kwa mama, naomba nitamkie baraka, mama hatakiwi kutamka ili ubarikiwe. Mama yako akifurahia tu, wewe unapata neema. Yaani mama yako akifurahi, umepata neema. Kwa unachotakiwa kukifanya, nenda kaufurahishe moyo wa mama. Fanya mama afurahi. Fanya mama ajisikie amani na uwepo wako. Tayari unapata neema. Ila mama yako akijisikia uchungu kwa ajili yako, akashika tumbo, hata kama hajasema chochote, akashika tumbo
wewe unakuwa na wakati mgumu. Sio mpaka aongee, kwa sababu akina mama sometimes waga hawapendi kusema mambo mabaya kwa watoto, kwa sababu wana ile kitu ambayo wanaona da, huyu mtoto ni wangu, ni wangu, ni wangu. Umeona? Ni wangu. Kwa maana hiyo sasa wanajikuta tu wanajizuia wasiseme sana. Na mara nyingi wakina mama uchungu ukiwakamata unakuta tu wanalia. Wanatoa machozi, hawaongei, unakuta tu anakaa tu hivi peke yake, analia, anatoa machozi, anashika tumbo, baadaye anajitia nguvu, anaendelea na mambo mengine. Sasa ile peke yake inatosha kuwa balaa kwako. Umeona? Ila mzee wako akisema inatokea. Mama yako akishika tumbo inatokea. Na hapa sasa naombeni niseme kitu kimoja, kwamba kuna watu katika neno naliongea, kuna watu wazazi wenu, labda baba zenu, wamewatamkia mabaya bila sababu. Unajua kuna wazazi wengine pia wanatumia ile nini, ile neema ambayo Mungu amewapa ya uzazi kuwa fimbo kwa watoto wao. Umeona? Just imagine labda umeokoka, mzazi hataki uokoke, akakutamkia laana kwa sababu eti wewe umemfuata Yesu. Umeona? Sasa je, ile laana itakupata? Haitakupata, kwa sababu wasema laana isiyo na sababu haimpati mtu. Mzazi wako anataka ulisi uchawi, umekataa. Ukija kwa Yesu haikupati, hata akikuloga vipi haitakupata. Unaona? Lakini sasa kwa maana hiyo haina maana usimuheshimu kwa sababu eti hataki uokoke. Muheshimu, msamee, na zaidi sana muombe, ni mzazi wako. Ipo siku Mungu kupitia wewe atamuongoza, atasema da, ni kumbe mtoto wangu mimi alikuwa amempata Yesu kabla yangu, mimi nilikuwa gizani, kupitia mwanangu nimepata kitu kikubwa sana. Kwa hiyo muombe, mtunze, muheshimu, msaidie akihitaji msaada wako. Usiwe kama hawa wasanii wa sasa hivi, wengi wasema mimi baba yangu kwa kunisomesha, si na wazazi wewe usiangalie hawa dunia inasemaje. Wewe simama katika wazazi wako wote wawili. Alafu haipendezi kabisa eti unakaa kabisa unasema mimi baba yangu wala mimi sina baba na baba yako anaishi. Wewe haipendezi kwa mtoto wa Kikristo. Ni uchanga wali ya juu, changa kabisa. Kama mzee wako alikukataga ukaishi maisha ya shida, umefanikiwa, wewe mimi mzee wangu alikuwa wapi siku zote? Ni uchanga na utoto. Sio na leo, ni uchanga na utoto. Nimekwambia kusamehe sio jambo dogo, ni jambo zito. Anza hapo. Kwa nini umkose Yesu? Kwa sababu tu ya kusamehe mzazi wako aliyekuzaa. Samehe, ni mzee wako. Kwa hiyo mimi namuombea msamaha hapa. Kwa hiyo kama ili neno litakuwa limekusaidia, naomba tu likusaidie. Lakini nakumbushwa hapa niseme hiki kitu kwa hawa watu. Nilikuwa ninafundisha somo kuhusiana na Lutu. Yes, nilikuwa nafundisha somo juu ya Lutu sehemu fulani. Nikagusia mambo fulani ya uzazi, kwa sababu Ibrahim na Lutu ni mtu na baba yake. Nikawa nagusia sana kuhusiana na masuala ya uzazi haya kama ambavyo nimeyaongea hapa. Akatokea dada mmoja hivi, ana mtoto wake. Mtoto yule anaugua, sasa sijajua haya magonjwa yanaitwaje kitaalamu, ila alikuwa ni kama ana utindio. Yule mtoto ana miaka 6 sasa, ilikuwa ni miaka 6 nacho, hatembei. Yaani mtoto ambaye wakubebwa, hata kukaa kwenyewe anakalishwa, haongei, ni madenda tu anatoka hivi. Ni mkubwa sasa huyo mtoto, huwezi kumwacha nyumbani kwa sababu ni hatari, anaweza akazulika. Kwa hiyo yule mama anabeba mtoto wa miaka 6 mgongoni hivi, hata kukaa kwenye mgongo hawezi kukaa vizuri, anakuja naye kwenye maombi. Sasa siku hiyo nilikuwa nafundisha somo ambalo linahusiana na haya mambo. Yule dada akaniambia kitu fulani, nilitoa nafasi ya kuuliza swali. Mtu yoyote mwenye swali, kwa sababu haya mambo tunavyoeleza, mambo ya msamaha, mambo ya laana ya wazazi, mambo ya nini, ni mambo magumu sana haya katika maisha ya wanadamu. Watu wanapitia vitu vizito. Kwa hiyo nikatamani kusikia kwa kama kuna mtu anataka maswali. Mimi waga napenda kufundisha na kuwapa watu watoe kama nikiwa nafundisha kitu ambacho najua hiki kitu kinawagusa watu katika namna ambayo ni tofauti, na wapa watu watoe swali. Kwa hiyo dada akasema hivi, mimi
nilimuumizaga sana bibi yangu. Yaani huyu binti alilelewa na bibi yake. Nafikiri wazazi wake labda waliondoka akiwa mdogo. Kwa maisha yake yote amelelewa na bibi. Lakini baadaye alimuumiza sana yule bibi. Unaona? Kipindi kile cha foolish age. Amefika miaka 10 na ameanza kujua dunia. Unajua kina bibi hawana ile energy ya kudili na mtoto kama wakina mama. Yaani bibi anakuwa ile energy ya kufukuzana na mtoto, hasa kama bibi ameenda amekuwa mtu mzima sana, ile kufukuzana na mtoto inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo binti alikuwa yuko huru sana. Vitu ambavyo vilikuwa vinamuumiza yule bibi. Mwisho wa siku yule binti aliondoka nyumbani kwa kutoroka. Ameondoka nyumbani kwa kutoroka, ameenda ameolewa, hajamwaga yule mama. Kwa hiyo yule bibi yake ametafuta sana yule binti, kumbe yuko kwa mwanamume. Nafikiri aliacha shule kama nakumbuka vizuri. Baadaye yule bibi akasikia yule binti yuko kwa mwanamume. Umeona? Yule bibi aliyaongea maneno magumu, aliyaongea maneno ya uchungu sana, kwa sababu yeye kazaa mzazi wake na amemlea na yeye, kwa akaongea maneno magumu sana. Kwa yule binti, kwa sababu alikuwa kwenye umri ule wa utoto wa ujinga ule, miaka 10 na ile pale, aambiliki ashikiki. Kwa hiyo sasa kilichokuja kutokea, yule bibi alikufa. Yule binti hajatengeneza na yule bibi. Alafu ikaenda akaja akazaa mtoto wa namna hiyo. Mume wake alipoona yule mtoto amezaliwa namna vile akamkimbia. Kwa hiyo yule mtoto akawa wa mama. Ndo alipolisikia lile somo ambalo alifundisha, akasema mimi wakati fulani naomba tu hata Mungu huyu mtoto amchukue. Umeona? Ila nilivyolisikia hili somo nimenikumbusha kwamba niliwahi kumuumiza yule mzee wangu na alikufa sijatengenezana na alishanilaani. Sasa ninafanyaje? Sasa na yamkini wewe uko hapa, wazazi wako walishakulaani na ukutengeneza nao mpaka wamefariki. Hujatengeneza na wazazi wako, walishakulaani. Nafasi yako ni ipi katika baraka? Nafasi yako ni ipi? Nafasi yako ni ipi? Na sasa umefika sehemu unaona kabisa hii ni laana ya wazee wangu na hawapo duniani, labda ningewakimbilia nikatengeneze nao, wameshaondoka. Nafanyaje? Sasa ninakushauri tu kwa ufupi, lakini nitakusaidia. Jambo la kwanza, muamini Kristo. Jambo la kwanza kabisa, muamini Kristo. Kubali kumpokea Kristo. Yesu anaitwa mwanzo mpya. Yeye ndiye mwanzo mpya wa maisha ya mwanadamu, chanzo kipya cha maisha ya mwanadamu. Kwa kitu cha kwanza, mpokee Kristo. Ukishampokea Kristo, anasema ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Laana za kale, maneno ya kale, maadamu umetambua na maadamu umeongea na Yesu za Baba, mimi nataka sasa nianze upya. Inawezekana kuanza upya. Kwa hiyo ninaomba kwa sasa nitaishia hapa. Na unisamee sana kwa sababu nimechanganya vitu vingi sana kwa katika kipindi hiki kimoja. Nimechanganya mambo mengi sana hapo, lakini naamini imekuwa baraka kwako kwa sababu kadri nilivyozidi kufunguka na mimi nimepata kitu moyoni mwangu. Naamini na mimi nina kitu cha kujifunza, maana tunafundisha huku tunajifunza, na naamini wewe pia umejifunza vitu vingi zaidi. Sasa kama una jambo lolote kati ya niliyoyaongea hapo, umeona linakutesa katika maisha yako, au limekuwa mwiba maishani mwako, au limeaffect kwa namna moja ama nyingine maisha yako, ninakuomba namba zetu hizo hapo unazoziona utatutafuta, alafu tutakushauri vizuri. Kama kuna sehemu ya kuomba na tutaomba na wewe. Kama kuna sehemu yoyote ile ipo ya kutengeneza, tutatengeneza. Na tunaweza tukakushauri kama unaona kabisa mzee wako hawezi kabisa kupatana na wewe, yupo duniani hai, kuna namna unatamani, tumia hizo namba, zitakusaidia katika kuhakikisha mambo yanakaa katika utukufu aliyokukusudia. Kwa nini ushindwe kuifikia hatima yako? Kwa sababu ya mapito ya kidunia. Lazima tuifikie hatima yako. Lazima ufikie hatima yako my friend. Lazima ufikie hatima yako. Kwa hiyo lazima
tusaidiane kufikia hatima yako. Mungu ametuinua ili tuwe baraka kwako. Kwa hiyo fanya hivyo. Lakini wewe ambaye unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, unaweza ukatushika mkono kwa namba hizo unazoziona, ukatoa sadaka yako, mchango wako, support yako. Tunahitaji sana ili huduma hii izidi kuendelea kuwasaidia na kuwafungua watu wengi sana sana. Nikuombe usubscribe kwa wewe ambaye hujasubscribe, na ushare kwa watu wengine tofauti tofauti, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Mpaka wakati ujao.